Kwenye video hii kupitia jukwaa langu siku ya leo nataka nimtambulishe ama nimtambue mchezaji ambaye kwa mtazamo wangu amekuwa kwenye kiwango bora na endelevu zaidi kwenye kikosi cha Young Africans mpaka sasa hivi msimu huu. Na huyo kwa mtazamo wangu mimi si mwingine zaidi ya Duke Abuya. Kwa mimi honestly, yani kila nikimtazama neno moja tu linanijia kichwani kutoka kwake, ni kitu kinachoitwa consistency, mwendelezo. Yani mwendelezo wa kiwango chake kiukweli, yani umekuwa ni wa hali ya juu mno. Yani hicho ndio kitu ambacho naweza nikakisema kutoka kwa Duke Abuya. Of course kuna kipindi Pacome alikuwa ameonyesha umuhimu wake kwenye kikosi, akawa anaibeba Young Africans hasa kwenye robo tatu ya mwisho, wakati msimu unaanza hivi, ikawa ni kama vile kila kitu lazima kipite kwake, nafasi zitengenezwe, lakini ni mguu wake unabidi uhusiki kwa kiasi kikubwa sana. Hata kwenye kuzimalizia hizo nafasi, mwisho wa siku ilibidi na yeye pia mchango wake huo ni mkubwa sana. Kuna baadhi ya mechi Diarra naye ni kama akawa ameanza kuingia kwenye picha hivi, saves muhimu ugenini dhidi ya JS Kabylie, watu mpaka wakaja wakamchangishia kwenye mchezo uliofuata wa ligi. Lakini kama kuna mtu ambaye tangu msimu unaanza mpaka hivi ninapozungumza amekuwa kwenye mwendelezo wa kiwango cha juu bila kujali matumizi yoyote atakayokuwa yanahusishwa kwa upande wake, ni Duke Abuya. Duke Abuya msimu huu ametumika kwenye nafasi mbili tofauti na hajashuka kiwango hata kidogo. Yaani ametumika kwenye maeneo mawili tofauti uwanjani na amedeliver kiwango cha kuridhisha kwenye nafasi zote. Kuna kipindi ametumika kama namba 6 hasa baada ya Pedro Goncalves kuichukua timu kwa mara ya kwanza, na hata Patrick Mabedi kwenye mchezo wake wa kwanza dhidi ya Silver Strikers. Lengo la msingi kipindi kile, hasa kwenye mechi ambayo Young Africans walikuwa wanahitaji sana kupata magoli kwenye mchezo dhidi ya Silver Strikers wakiwa nyumbani, kumtumia Duke Abuya kama namba 6, manake Yanga walikuwa wanataka yule mtu ambaye akipata mpira uwezo wake wa kuitazama pasi ya mbele ni mkubwa sana, na hakuna mchezaji ambaye anakifanya hicho kitu kwa uzuri kwenye kiungo cha Young Africans kuliko Duke Abuya. Uwezo wake wa kuzipiga pasi za mbele zikawa zina madhara ya kiasi kikubwa sana ni moja kati ya silaha zake kubwa, na ndio kitu ambacho kilichangia kwa kiasi kikubwa sana kuwasaidia Young Africans kuweza kuuathiri ule mchezo katika namna ambayo ni chanya sana. Lakini kitu kingine kwa wale ambao watakuwa wamemzingatia sana Duke Abuya, toka msimu uliopita anapotumika kama namba 6, huwezi kuona Duke Abuya anapata kadi ya njano. In fact, msimu uliopita kwenye ligi Duke Abuya hakupata kadi ya njano hata moja, na msimu huu pia napenda kuamini mpaka sasa hivi kwenye michezo 7 ya ligi ambayo ameshiriki sijaona pia kadi yoyote ama sijaona caution ambayo ameipata mwisho wa siku. Unaweza kunisahihisha kwenye hilo, lakini msimu uliopita sina shaka yoyote hakupata kadi ya manjano hata moja. Just imagine. Kwa mchezaji ambaye tunasema ni mchezaji wa eneo la kiungo kuweza kumaliza msimu mzima wa kimashindano bila ya kupata kadi ya njano, inapaswa kuonyesha ni kwa kiasi gani sio tu anapokuwa na mpira, lakini hata anapokuwa hana mpira Duke Abuya uelewa wake na uwezo wa kuusoma mchezo na kuenda kutenda tendo la kiufundi lenye athari ndogo zaidi kwa upande wake na klabu yake lilivyo kubwa mwisho wa siku. Kwa hiyo msimu huu pia akitumika kama namba 6 amekuwa katika kiwango cha juu sana, akitumika pia kama namba 8 kuna namna ambavyo anauathiri mchezo katika namna ambayo kiukweli inaridhisha sana. Ana assist 4 mpaka sasa hivi kwenye ligi akiwa anacheza kama namba 8, kwa maana anapewa ile leseni ya kuwa ni kama box to box midfielder, kwa sababu kiasili yule ni mchezaji ambaye anacheza kwenye maboksi yote mawili, juu na chini, juu na chini. Then pia unapompa ile leseni ya kwenda juu na chini akiwa ameambatana na mtu kama Damaro kando yake, tafsiri yake ni kwamba ule uwezo wake wa kuzipiga zile pasi za mbele ndio unazidi kuupa uhuru. Wewe rejea tu goli la 3 ambalo Young Africans wameifunga dhidi ya JS Kabylie. Itazama ile pasi ambayo anaipiga kupenyeza, ambayo inakwenda na mkuta Dube mpaka Boka anakuja kufunga goli. Iangalie ile pasi honestly. Yaani ile pasi imekuwa ni mwendelezo tu wa kile ambacho Duke Abuya anakifanya toka akiwa kwenye ligi. Pasi za aina ile, na hata sehemu kubwa ya assist ambazo amezitoa msimu huu ni kwa kupiga pasi ambazo ni ngumu sana kwa wapinzani kuziona, na ni pasi ambazo zinakufanya wewe uwe kwenye mazingira ya kuweza kuzitumia na kufunga tu, hakuna kitu kingine mwisho wa siku. Kwa hiyo consistency ambayo ameionyesha Duke Abuya ni ya hali ya juu sana. Ukiniuliza mimi, narudi pale pale kwenye msingi wa video hii, kwangu ndo mchezaji bora kwa upande wa Young Africans mpaka hivi ninavyozungumza kwenye kikosi msimu huu. Depu kaingia, amekuwa na mwendelezo mzuri, lakini nikizungumzia standard ambayo imetengenezwa kwa muda wa msimu mzima mpaka sasa hivi,
anayeshikilia hilo taji ni Duke Abuya. Na nani alikuwa anaamini kwamba pengine nafasi ya Mudathir inaweza kuwa hatarini kwenye kikosi cha Young Africans? Amesimama sambamba na Khalid Aucho kwa misimu isiyopungua miwili, lakini kwa mara ya kwanza msimu huu Mudathir Yahya kwenye kikosi humuoni, lakini hakuna mtu mwenye shaka na yule ambaye anavaa jezi. Tena inaonekana ni kama vile kiwango ambacho anakionyesha Duke Abuya ni kama kinaanza kujitenga kwa mbali zaidi sasa hivi na Mudathir, honestly. Yaani anaanza kumwacha mbali zaidi kwa sababu muendelezo wake umekuwa ni wa kutisha mwisho wa siku. Kwa hiyo huyo ni Duke Abuya, na naweza nikaenda mbali zaidi nikasema kwamba mpaka hivi ninavyozungumza msimu bado ni mrefu sana, lakini kwangu mimi anaweza hata akawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kuwa kwenye nafasi ya kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania tuzo ya mchezaji bora wa msimu. Msimu bado ni mrefu, lakini kwa mwendelezo alionao na akiendelea hivi, hana sababu asiwe kwenye hicho kinyang'anyiro, na pengine tukawa tunazungumzia mchezaji ambaye ni bora zaidi mwishoni mwa msimu hata kwenye ligi kwa ujumla.